sababu atakuwa ameonyesha mfano kwa wale watu ambao wanaona kwamba labda kuuza sabuni ni kushusha brandi. Mimi nakumbuka kuna mtu mmoja alinishangaa sana wakati mimi nauza sabuni, nauza vitenge, nauza magauni. Kwa hiyo akasema kwamba yani huyu superstar mkubwa alitakiwa awe na mall, awe na vitu vikubwa, brandi kubwa, lakini nataka nikwambie kwamba kitu kimoja alichokifanya Diamond ni kitu kikubwa sana 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 sana. Lakini pia iwe mfano wa kuigwa kwa watu wengine. Unapokuwa unatengeneza jina lako, kumbuka kwamba kuna watu ambao wanakufuata nyuma. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanakufuata nyuma, basi make sure tengeneza kitu, jiongeze kwa kutengeneza kitu ambacho wataendelea kukusapoti hata kama ukishakuwa umeshuka kimziki au wherever. Kwa hiyo mimi nimpongeze na ni kitu kikubwa sana. Na of course nitakuwa wakala mkubwa sana wa hizo sabuni kwa sababu ndo kazi yangu, ndo shughuli yangu. Kwa hiyo strategy na nini tutazipanga pale na kuweza kusupport kwa sababu amekuwa akinisupport vitu vingi na mimi nitasupport kwenye hilo kuwa wakala wa kuuza sabuni hizo za kunani. Lakini pia game ya sabuni za kufua, za kuosha vyombo, hiyo game sio kubwa sana, haina mapana makubwa sana kama, yani haina competition. Kwa hiyo amefanya kitu kikubwa na nafikiri kitakuwa kikubwa zaidi. Wewe ni mmoja kati ya wanawake wenye experience sana kwenye biashara na hususan biashara ya sabuni umefanya kwa muda mrefu na tumeona ukubwa wako kwa jinsi ambavyo unaendelea kuperform vizuri kwenye biashara yako. Yes. Unadhani Diamond apate njia gani ili kufikia malengo na faida kwenye biashara yake? Kwa sababu tumeona baadhi ya biashara ambazo alikuwa amezianzisha kama karanga na perfume zilikwenda kudedi, yani kwa maana ya kufa. Nafikiri unajua sio kila mtu anajua biashara na mimi ni Mchaga. Mimi nimezaliwa kwenye biashara. Wazazi wangu wameuza sabuni, wameuza viatu, wameuza mitumba, wameuza genge. Kwa hiyo mimi nimekuwa naona biashara zinazofeli, naona biashara zinazokuwa. Kwa hiyo ninafikiri yeye kama amesimama sana kwenye mziki na amekuwa mkubwa kwenye mziki, kwenye upande wa sabuni yeye asimame kama kivuli, aandae timu nyuma ambayo inajua biashara vizuri. Strategy ya biashara hizi huwa zinalenga watu wa bei ya chini sana, yani aweke reasonable price ambayo kila Mtanzania anaweza kuafford, na wateja wetu sisi ni wateja wa chini. Kwa hiyo atafute ni jinsi gani ya kuweza kushusha bei, yani bei iwe sijajua bei yake, lakini bei iwe ya chini ili kila mmoja aweze kununua, lakini pia kuzingatia ubora na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri aandae tu timu ambayo inaweza biashara, ili biashara isifeli ni lazima uwe na timu kama wewe sio mfanya biashara kwenye upande wa bidhaa. Mireni pia wasanii sasa hivi tumeona biashara ndio zimekuwa nyingi sana, kwa hiyo nimeona hata Platinum amezungumza kwamba sasa hivi wasanii wengi wamejikita kwenye biashara. Pengine kupitia sanaa na biashara kuna mlingano gani katikati? Mimi nafikiri sanaa ni kitu ambacho kimetufanya sisi tujulikane. Kwa mfano mimi sasa hivi niko location. Ni wiki ya 3 sasa niko location naandaa kazi yangu, na series yangu ambayo niko naiandaa. Lakini leo nimesimamisha kwa sababu mimi ndo muhusika, kwa hiyo nimesimamisha kwa ajili ya kuja kumsupport Diamond. Kwa hiyo nafikiri tukiwa kwenye sanaa tunapewa majina na wafuasi wetu, si ndio? Kwa hiyo unapoingia kwenye biashara usisahau sana. Mimi nilijikita sana kwenye biashara kwa sababu niliona ndio inanipa faida. Na nikaona kwamba wale maproducer hawanitendei haki. Kwa hiyo nikakaa chini, nikakuza mtaji wangu. Nilipokuza mtaji wangu ndipo nilipopata na mimi nimeingia location na nyanyua sasa wale ambao hawaitwi kwenye cast. Unajua kuna wasanii wengi sana, wazuri sana, lakini wanaitwa wale wale, wanatumika wale wale, lakini unakuta kuna producer ana watu wake. Kwa hiyo najaribu kufanya kwamba mimi nilinyanyuliwa na mimi ninyanyue wengine. Kwa hiyo natengeneza kitu ambacho kitakuja kunyanyua watu wengine. Kwa hiyo kupitia sanaa yetu inatusaidia sana kwenye biashara. Yani sanaa inatusaidia kwenye biashara kwa sababu kuna mtu anakuja, hata bidhaa yako inaweza kuwa labda ni mbovu, lakini anakuja kusupport kwa sababu alishakupenda kwenye movie fulani, alishakupenda kwenye muziki fulani, alishakupenda hivyo. Kwa hiyo sanaa zetu, majina yetu yanatusaidia sana kwenye biashara. Lakini pia ukiwa msanii, ukiwa star, make sure biashara yako inakuwa bora ili iendelee kuuza vizuri, isiuze kulingana na jina lako. Yani uza ile bidhaa kwa ajili ni nzuri. Kwa hiyo nafikiri hivyo.
Mama P, ulikuwa ndani kwenye iftari na kwenye meza yako ulikuwa umekaa wewe, Rushaynah pamoja na Masha Love. Stories zilikuwaje mezani? Tulikuwa tunaongea tu ilivyotokea mambo ya kuzindua sabuni, tumesifia na nikawaambia the way biashara ilivyo kwamba akifanya hivi itakuwa hivi itakuwa hivi, lakini pia nilichokipenda ni waziri wa viwanda kaongea kitu kikubwa sana pale. Unajua ukishakuwa msanii kuna namna unaweza ukaenda kwa wenzetu au kupata vibali, alafu kuna namna watakuona kwa jicho lingine. Kwa hiyo kuna sentensi kaongea akasema, nyie ni wasanii, vyoo vya jamii, mnazeeka, career yenu inaisha. Kwa hiyo ukiamua, tukiwaona mnawekeza kama hivi Diamond alivyofanya, tunafurahia, na kama kuna chochote kile ambacho mnahisi kwamba mnahitaji TBS wapi mje kutuona. Kwa hiyo hicho kitu niseme tu kwamba kwa leo nilivyokuja hivi nimeondoka na baraka hiyo. Mimi na jambo langu nitaenda kumuona waziri. Kwa hiyo nimefurahia, ni kitu ambacho nilikuwa nazodoa. Mimi siwezi kukaa nikaanza kuongea umbea sasa hivi. Nachukua vile vitu ambavyo vinanifaa, napongeza, nashukuru hivyo. Lakini kingine tulikuwa tunaongea tu umbea, ni mtu akipita kidogo mimi na Masha mbea. Mtagusia swala ambao linaendelea kuhusiana na Rushaynah na Hamisa Mobeto na ndoa yake, jinsi ambavyo message zilikuwa zimevuja kwenye mitandao. Labda kama mligusia na mjagusia, labda comment yako ni lipi katika sakata ambayo linaendelea kwenye mitandao? Okay, actually hatujazungumza na siwezi kuzungumza kitu kama hicho. Lakini nilivyomuona tu Rushaynah na ni picha ya Aunty Ezekiel ikaja ndindi, nikasema mimi na Aunty tukifumwa DM zetu tumeisha. Una maana gani? Tunapiga umbea sana mimi na Aunty Ezekiel. Kwa hiyo nilivyomuona Rushaynah nikakumbuka kwamba natakiwa kufuta DM. Kwa hiyo ndio kitu ambacho ndio sign ya kwanza, kwa sababu bwana, mtu kurudishwa ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo wambea wenzangu wasio wanarudishana. Unataka kuniambia baadhi ya wasanii mlio wengi ni wambea? Hapana, ni mimi na Aunty tu. Kwa ufupi nyinyi ni wasiri wewe na Aunty Ezekiel katika mambo ya wasanii wenzenu. Hapana, umeongelea umbea. Na nikakwambia mimi ninazodoa nani Aunty Ezekiel? Kwa sababu hatujai kurudishana. Sawa. Olpa, msanii ni kioo cha jamii pia. Hapa katikati msanii mwenzenu katika tamthilia na mambo ya movie, Nicole alipitia katika janga. Inasemekana yeye watu wamemwamini kutokana na sanaa yake. Alipiga watu hela kama milioni kadhaa hapo mpaka polisi na nini. Inavyodaiwa. Mpaka sasa hivi pia amepata dhamana, ametoka. Kuna namna unahisi msanii mwenzenu hakika amewachafua labda kwenye industry, au kuna namna huwa nyinyi wenyewe kwa wenyewe wasanii mnazungumzana kwenye masuala kama haya? Hapana, mimi nafikiri kwa Nicole, kwa sababu ni rafiki yangu, ni mtu ambaye ninamjua, nafikiri kuna namna ambayo atakuja kuiongea vizuri na kuelewesha watu vizuri, kwa sababu milioni 180 kwa msanii ni hela ndogo sana, na kwa Nicole na ninavyomjua mimi ni hela ndogo sana. Sidhani kama hela kama ile inaweza kumchafua. Unajua sisi binadamu kuna vitu vingi sana, umenielewa lakini pia tunapitia mambo mengi sana, lakini kuna watu pia wana nguvu zao na wana uwezo wa kufanya wanavyojua wao wenyewe. Kwa hiyo kwa hilo siwezi kuliongelea na siwezi kulizungumzia, lakini ninaweza kusema kwamba sidhani kama ni hela ambayo inaweza ikamshinda Nicole, umenielewa